katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana nisaidie nielewe na neno lako. Bwana nisaidie nielewe na maandiko. Yesu akasema mwapotea kwa sababu hamyajui maandiko wala uweza wake Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, mchana wa leo Bwana niwezeshe namna ya kuyajua maandiko, namna ya kuyaelewa maandiko na uwezo uliomo ndani yake, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninaenda kinyume na kila roho zote ambazo huwa zinapingana na watu kuweza kuelewa neno la Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana nisaidie, Bwana nisaidie niweze kuelewa na neno lako, niweze kupata ufunuo wa neno lako sawasawa neno lako Bwana, katika ile Waefeso sura ya 1 na ule mstari wa 18. Neno lako linasema ya kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, hakika mpate kujua tumaini la mwito wake na utajiri na urithi wake, katika jina la Yesu Kristo. Bwana nisaidie mchana wa leo. Bwana nifunulie neno lako mchana wa leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, asante kwa ajili ya neema yako. Baba, asante kwa ajili ya udhihirisho wa nguvu zako. Nataka sasa umwambie tena Bwana kwa dakika moja, mwambie Mungu nisaidie kupitia neno lako nifunguliwe kwenye maeneo mbalimbali, kupitia neno lako nifunguliwe. Biblia inasema mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Kumbe ufungulivu sio kwa njia ya maombezi tu. Ufungulivu wa kweli kabisa ni kupitia neno. Ufungulivu wa kweli kabisa ni mtu kulielewa neno, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, kupitia neno lako unifungue nipate kuelewa nini cha kufanya, kwa jina la Yesu Kristo. Mtu anayelijua neno, mtu anayelielewa neno, hakuna kifungo cha giza kinaweza kukaa ndani yake, kwa sababu neno la Bwana linakaa ndani yake, katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 4 na 5, nasema maana ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Katika jina la Yesu Kristo, mchana wa leo Bwana nifunguliwa kwa njia ya neno, ufungulivu kwa njia ya neno. Neno lako linapoachiliwa Bwana, nifunguliwa kwenye maeneo ambayo nilikuwa sielewi, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Katika ulimwengu wa roho watakapojua ya kwamba nimeelewa, hakuna kifungo kitakaa, hakuna giza litakaa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Pigia Yesu makofi mengi. Haleluya, haleluya. Naomba sasa uketi tuweze kujifunza neno la Mungu. Tumekuwa na somo letu linalozungumzia neema. Tumekuwa na somo letu linalozungumzia neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa na somo letu linalozungumzia kwa habari ya nini? Neema ya Mungu. Amen. Haleluya. Sasa tulikuwa tunaangalia siku ya jana kwa habari ya neema ya Mungu katika Agano la Kale. Tuliona watu ambao Mungu wale waliopata neema katika Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na tuliona neema ya Mungu imekuwako tangu Agano la Kale. Neema ya Mungu ipo. Kwa maana hiyo Yesu Kristo si kana kwamba alianza kuishi baada ya kuzaliwa. Yesu Kristo anaitwa niko ambaye niko. Amen. Tuko sawa sawa. Ukisoma maandiko kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 kuanzia mstari wa 1, anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Haleluya. Wala pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Sasa tunakuja kuona tena kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 kuanzia mstari wa 1 pale. Naomba unisomee hapo tuone hii neema kwamba imekuwako, hii neema imekuwako hata tangu ipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia tena, Yesu si kana kwamba alianza kuishi kwa sababu baada ya kuja duniani, kwamba alipozaliwa ndo alianza kuishi. Ule ulikuwa ni muendelezo wa maisha. Amen. Ni muendelezo wa nini? Wa maisha.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ukija kumwangalia mbinguni anaitwa Neno, ila duniani huko anaitwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ujue sasa Mungu ni Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza. Naomba uende kwenye ule mstari unaozungumzia kwamba lile wingu na ile nguzo ilikuwa ni Kristo. Nafikiri ni mstari wa 4 au wangapi pale, ili tuweze kupata vizuri, tuokoe muda wetu. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari kuanzia wa kwanza pale, lakini nitafikia ule mstari pale unaozungumzia habari ya kwamba lile wingu na ile nguzo ilikuwa ni Kristo mwenyewe. Sasa hapa ndo tunaiona hii neema. Yesu ni neema, au neema ndio Kristo mwenyewe, ndio Yesu mwenyewe. Haleluya, amen. Haujafika mtumishi wa Bwana Yesu. Haujaupata bado? Wewe ni wewe kabisa. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 anasema kwanza mstari wa 3 anasema, wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Na mwamba ule ulikuwa nani? Kristo. Sasa Kristo ndio neema. Kwa hiyo tunaona wana wa Israeli nao walitembea kwenye nini? Musa alitembea kwenye neema pamoja na wale watu waliokuwa. Sasa hao watu pia hawakuelewa, wapo na neema lakini hawaelewi. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie kufunguliwa macho yetu tuone neema ilivyo katika maisha yetu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tuliona siku ya jana kwamba hii neema ilikuwako hata kwenye Agano la Kale. Tulisoma kwenye ile Zaburi 136 mstari wa 10 mpaka 22. Tunaona namna fadhili za Mungu zilivyoweza kuwapigania wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tuliona neema ni fadhili zisizostahiliwa. Tuko sawa sawa? Neema ni fadhili zisizostahiliwa na kibali. Kwa hiyo tunaona watu kwa sababu walitembea kwenye ile agano na neema ya Mungu ilikuwako hata hiyo Agano la Kale, lakini tu ilikuwa haijafunuliwa ile dhahiri. Sasa sisi wa Agano Jipya ni utimilifu, yaani neema imefunuliwa sasa. Haleluya. Tunaona hao watu wametembea na hii neema kama nguzo na nini na wingu, lakini ni Kristo. Nilikuambia jana kwamba Mungu katika kila nyakati alijifunua kwa namna yake, alitembea nao watu kwa namna yao. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndio maana sisi tulio kwenye ile agano la neema sasa hivi, yani hatotokea mwingine tena kwamba tuje tutembee kwenye season nyingine zaidi ya Yesu. Yani Yesu ndo mwanzo na mwisho sasa. Haleluya, haleluya. Utakuja kugundua agano la kale, mfano unakuja kuona walikuwepo kina nabii Yeremia, walikuwepo Isaya, wakaja kwenye kitabu cha Waamuzi pale unaona kina Samsoni. Ni namna ambavyo Mungu aliwainulia watu wake wakiendea kwenye ili agano la nini? La neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa leo naomba tuweze kuangalia neema ya Mungu katika agano jipya. Neema ya Mungu katika agano jipya. Neema ya Mungu katika agano jipya. Ili agano jipya ni agano sasa la Yesu Kristo. Haleluya. Tunaposema agano jipya ni agano la nani? La Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ili agano jipya limeanza baada ya Yesu Kristo kufa msalabani na siku ya tatu akafufuka. Hapo ndipo agano jipya limefanyaje? Limeanza. Kwa hiyo hata Yesu wakati amekuja kabla hajafa ilikuwa bado agano jipya halijaanza. Agano jipya limeanza baada ya Yesu Kristo kufanyaje? Kufa pale msalabani na kufufuka siku ya tatu. Haleluya. Haleluya. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Amen, amen, amen.
Jesus. Sasa tunapoliangalia ili agano au neema ya Mungu katika Agano Jipya, neema hii ni neema inayofanyaje? Ni neema ya kuokoa na utimilifu wa neema. Yaani unajua wale wa Agano la Kale yaani Yesu ilikuwa hajajifunua ile dhahiri kama alivyojifunua kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Alikuwa hajajifunua. Yaani kuna namna walikuwa Mungu anatoa maelekezo, wanafanya vitu kama kivuli cha Kristo kuja. Mfano ile wanamchinja mnyama na kupaka damu kwenye miimo, yote ile ilikuwa ni kivuli cha Kristo. Sasa sisi upande wetu amejifunua kabisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie kuelewa. Sasa tutakuja kuona mambo muhimu sana kwenye neema hii, neema ya Mungu katika Agano Jipya. Tunakuja kuona, tumeona kwamba kuna neema ya kuokoa, alafu kuna utimilifu wa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ya kuokoa, utimilifu wa neema, neema inayodumisha. Nitakuja kuelezea baadaye, ngoja nikutajie uandike hivi vitu kwanza. Neema inayodumisha, neema inayofanya hai, alafu neema ya kuingia mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Alafu pia kuna kitu kinaitwa zawadi za neema. Amen. Alafu kuna jambo lingine, huduma kwa neema yake. Huduma kwa neema yake. Alafu kuna utukufu wa milele kwa neema yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Sasa tukija kuangalia kwenye hili eneo namba 1 hapa kwenye neema ya kuokoa. Neema ya kuokoa maana yake hatuokolewi kwa matendo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni tofauti na Agano la Kale. Agano la Kale ilikuwa mpaka ufanye kitu wewe mwenyewe, ukitimiliza kile kitu ndipo unakuwa salama. Tuko sawa sawa? Sio, yani Agano la Kale ilikuwa ni kwa matendo. Mungu atusaidie sana. Napo bado watu walijaribu na kujaribu, walikuwa wanafeli, walikuwa wanashindwa, kwa sababu ilikuwa ukivunja sheria moja umevunja zote. Sasa na inabidi ufe sasa, kwa sababu si umevunja zote, upigwe mawe mpaka ufe. Mungu asaidie sana. Haleluya. Sasa Mungu akaona hao watu hata wakijitahidi kwa matendo yao hawawezi. Mungu atusaidie. Ndio maana akaleta sasa hii neema ya kufanyaje, ya kuokoa kwa njia ya imani. Yaani ni kuamini tu. Unaingia ndani ya hiyo neema, unaanza kupata msaada kupitia hiyo neema. Kushinda dhambi sio kwa matendo yako, ni kwa msaada wa hiyo neema. Bwana Yesu atusaidie sana. Kufanikiwa ni kweli, unaweza ukawa una ujuzi fulani, unaweza ukatumia nguvu, bidii fulani, lakini pia bado unahitaji neema ya Mungu kukufanikisha. Kwa sababu kuna mahali utakutana na vikingi fulani, utakutana na miungu, utakutana na dhoruba fulani. Bila neema ya Mungu utakwama, nguvu zako hazitaweza. Unahitaji uwezesho wa neema. Praise the Lord. Hallelujah. Ndio maana sasa kupitia neema unaweza ukafanya kitu yamkini kwa mtaji mdogo, lakini neema ikakuza. Naongea na mtu mahali hapa. Unaweza ukafanya jambo kwa mtaji mdogo, neema ikafanyaje? Ikakuza. Haleluya. Paulo anasema mimi niliye mdogo, kwa neema yake nimewapita wengine. Praise the Lord. Kwa maana hiyo, kama si neema ya Mungu, Paulo asingeweza kuwapita wale ndugu wengine. Na ukija kuangalia maisha ya Paulo aliyoishi,
matendo yake hayakuwa mazuri sana. Kwa maana hiyo, kama wangelikuwa wanaangalia namna alivyotenda uovu, Paulo asingesamehewa na Mungu asingemtumia. Ndio maana tukifika kwenye eneo la neema, tupa mbali habari ya mizimu ya kwenu, tupa mbali habari ya laana za kwenu. Anza kuona hata kama kwenu hapakuwa na mtu anayeweza kusoma na kuinuka, kama tu umeshaiamini hii neema, umeshakaa kwenye hii neema, anza kuamini kwa namna ya kuinuliwa. Anza kuona namna ya watu kwamba kwenye neema hii, hata kama taratibu za ukoo haziruhusu, lakini kwa sababu ya neema hii tunaweza kufanikiwa. Kwa sababu ya neema hii tunaweza kumiliki. Kwa sababu ya neema hii tunaweza kutawala. Kwa sababu ya neema hii tunaweza kwenda hatua ya baraka. Haleluya! Mungu atusaidie sana. Kwa lugha nyingine, neema inavunja zile protokale za kipepo, zile protokale za mashetani. Unajua kuna mahali unaweza kukuta watu wameweka mikakati kwamba hapa hamna mtu atakayefanya jambo fulani, lakini ukisha kuwa ndani ya hii neema inakuwezesha, hii neema inakubeba wewe. Sio kwa sababu ya namna, unajua historia yako ukija kuiangalia, hata wewe mwenyewe unagundua kwamba haukupaswa kuwa hapa leo ulipo, lakini kwa neema ya Mungu umefika hapa ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tupo sawa sawa, watumishi wa Mungu. Ndio maana kuna mahali fulani Yesu alikuwa anakutana na mtu akimponya, anamwambia usitende dhambi tena. Usitende dhambi tena. Umesamehewa, ila usitende dhambi tena. Kwa hiyo tayari kule kwa kusamehewa kwako umeshaingia ndani ya neema. Tayari baraka zinaanza kuonekana, lakini usitende dhambi tena, lisije likakupata hilo baya zaidi. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo tumeona namba moja hapa, neema ya kuokoa. Ukisoma ile wa Filipi sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 8 pale utaona anasema hatukuokolewa, anasema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, maana hatukuokolewa kwa matendo yetu. Hatukumpa Mungu kitu ndipo akafanyaje? Akatuokoa. Sasa nisingependa kurudi sana huko, maana tulishatoka. Ningetamani tu nikuelezee kwamba namna nini tunafaidika na nini kwenye hii neema ya Mungu katika hili agano jipya. Amen. Na nimekuonyesha hivi vitu kwamba katika agano jipya tunaokolewa kwa neema. Katika agano jipya pia utimilifu wa nini? Wa neema. Yani neema, tunaposema utimilifu, maana yake neema imejidhihirisha sasa dhahiri, sio tena kivuli kama agano la kale. Mungu atusaidie sana. Yaani upande wetu huku sasa neema imefunuliwa dhahiri, sio kama kivuli fulani, iko dhahiri kabisa. Yani ni kweli kwenye uhalisia, sio kutafutiza kwamba hebu ngoja nitafutize labda naweza nikasaidika wala. Yani imejifunua jumla. Ni namna tu ya wewe kukubali, ni namna ya wewe kutii, kukaa ndani ya hiyo neema. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Amen, amen, amen. Tumeona kuna kitu hapa kinazungumzia kwa habari ya neema inayofanya hai. Neema inayofanya hai. Hii neema ukisoma mahali fulani kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 45 inasemaje? Naomba tusome hapo. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 45. Anzia hapo tuone kwenye hiki kipengele anaposema neema inayofanya hai. Neema inayofanya hai. Naomba tuende hapo haraka haraka ili tuweze kupata kitu cha kutujenga hapo. Kwa hiyo anza kuona kwamba wewe haujalaaniwa, wewe ni mbarikiwa ndani ya neema hii. Amen. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 45 anasema ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuuisha. Adamu wa mwisho ni roho yenye kufanyaje? Kwamba huyu Adamu wa mwisho ndio Yesu mwenyewe, ambaye ndiyo neema yenyewe ya kufanya hai. Sasa anafanyaje hai? Maana yake amekuja kuturejesha tena kwenye anaposema anafanya hai, amekuja kurejesha ule uhai kati yetu sisi na Baba, kati yetu sisi na Mungu.
Unajua, baada ya anguko Kristo ametununua. Kila mtu awe na kazi ya kufanya kwenye ufalme wa Mungu. In fact hajatununua kwamba tutumikie kwa maana ya lazima, yani ile kwamba mateso. Namna yetu kwenye ufalme wa Mungu hatutumiki kwa ajili ya kuteswa, kwamba Yesu, naona Yesu ananitesa sana siku hizi. Sasa kununua huku ndo ameanza tunatesana. Tunatumika kwa pendo. Bwana Yesu atusaidie sana. Unatumika kwa pendo kutoka wewe mwenyewe, yani unampenda. Kila ukikumbuka namna ambavyo amekutoa kwenye hilo kisa, amekutoa kwenye utumwa wa dhambi, kule kutumika hata upati shida, hauhangaiki, yani namna tu unaenda vizuri kabisa, yani hata haununguniki, kwa sababu ya namna kila ukitafakari, nani angelikutoa hapo, nani angelikuokoa hapo, nani angelikukomboa hapo. Kila ukitafakari hivyo, inatengeneza namna ya kuwajibika kwenye ufalme wa Mungu kwa neema yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Sasa usipofika mahala ukawa mtu wa kutafakari hivyo, hautaweza kumtumikia Mungu. Utaona ni kama jambo tu, yeye si ndiye alioniokoa, kwani mimi nilimlazimisha? Si kama unanielewa? Kwani mimi Yesu nilikulazimisha uniokoe? Si ni wewe tu, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu. Haleluya. Akisema leo akuache kidogo au ondoe tu mkono wake, aisee, itakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kufafanusha hapa kwenye masuala ya huduma kwa neema yake. Haleluya. Masuala ya huduma kwa neema yake. Pia tunaona kuna utukufu wa milele. Tunajua ya kwamba Yesu atarudi tena kuja kutuchukua. Amen. Yesu atarudi tena. Kwa hiyo kama hajarudi usijipeleke, subiri arudi yeye mwenyewe. Amen. Wewe piga kazi yake, hakikisha wengine wanaokoka kama wewe, hakikisha wengine wanamjua kama wewe ulivyomjua yeye. Ndio maana anasema wale wanafunzi walikuwa wanamuuliza, hivi Bwana, saa yako ya kurudi ni lini sasa? Akawaambia sio masuala yenu ya kujua, mkijazwa Roho chapa kazi. Haleluya. Kwa sababu wale jamaa nao nafikiri akili zao zilikuwa hazielewi mama. Walifikiri wakijazwa Roho ndo wanapaa kwenda mbinguni. Sasa Yesu anawaambia mkishajazwa Roho hapa mnaenda kuchapa kazi, kwa sababu nataka mpaka nitakapokuja walau basi dunia nzima watu wamegeuzwa, wamebadilishwa. Haleluya. Kwa sababu moja ya kitu ambacho Mungu hapendezwi ni kifo cha mwenye dhambi. Mwa kusoma hilo andiko, Mungu hapendezwi na kifo cha mwenye dhambi. Yaani Mungu kuna faida gani ya muumbe mtu alafu mtu akapotea dhambini? Sasa amekuokoa wewe na mimi ili tuingie shambani mwa Bwana, tutumike. Haleluya. Hana mtu mwingine wa kwenda isipokuwa ni mimi na wewe na wale wengine ambao wako huko sehemu zingine tayari, ambao wameshaokoka, wameshaipata neema ya wokovu. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Nafikiri ungekuwa umeshaangalia ile andiko, Mungu hapendezwi na kifo cha mwenye dhambi. Wewe ambao umepata neema ya wokovu, maana yake haupaswi kutulia, lazima uhakikishe na wengine wanaipata hiyo neema ya wokovu. Amen. Haleluya. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Hapa tuangalie ile andiko. Nafikiri kwenye Mithali itakuwa. Hapo kama umeshapata msomaji.